Aliyekuwa mjumbe wa Secretariat na mtaalamu wa dawati la jinsia wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Catherine Luge ameibuka saa chache baada ya kuondoshwa kwenye nafasi yake, akikiri kupokea ujumbe wa kuenguliwa akisema sheria imekiukwa. Catherine, ambaye ni katibu mkuu wa zamani wa Baraza la Wanawake Chadema Bawacha, uteuzi wake umetenguliwa leo Jumamosi Aprili 5, 2025 na mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu aliyopo katika ziara ya chama hicho mikoa ya kusini ya kinadi ajenda ya no reform no election. Taarifa ya kuondolewa kwake ilitolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia, na nukuu, akieleza uamuzi uliochukuliwa dhidi yake kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, zamani Twitter. Catherine ameandika, namnukuu, nakiri kupokea ujumbe mfupi kwa njia ya SMS kutoka kwa katibu mkuu wa chama John Mnyika kuhusu hatua iliyochukuliwa na mwenyekiti wa chama Taifa Tundu Lissu kutengua nafasi yangu kama mkuu wa dawati la jinsia la chama. Naomba kueleza kwa kifupi kama ifuatavyo. Kanuni za chama toleo la mwaka 2019 kanuni ya 6.5 imeweka utaratibu wa kumchukulia hatua mwanachama na kiongozi yoyote ndani ya chama, ameandika Catherine, mwisho wa kunukuu. Catherine ameongeza kuwa kanuni ya 6 kanuni ndogo ya 5 na ya kwanza inaweka utaratibu wa kufuatwa namna ya kuchukua hatua za kinidhamu, mojawapo ni kuandikiwa mashtaka na kupewa nafasi ya kusikilizwa. Amesema kwa tangazo la mwenyekiti wa chama hicho lilotolewa leo na yeye kutumiwa ujumbe mfupi wa simu, ni wazi kwamba utaratibu huo umekiukwa. Amesisitiza kushtushwa na uamuzi wa mwenyekiti wa chama hicho, ambaye pia ni mwanasheria nguli, kukiuka misingi ya katiba ya chama na misingi ya haki za binadamu, hasa haki ya kusikilizwa. Namnukuu, nimetenguliwa bila kupewa na wala kuelezwa makosa yangu na sababu za kuenguliwa kwangu, ambapo pia kinyume cha katiba ya nchi ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ambayo inaweka misingi ya haki ya kusikilizwa. Hata hivyo, mimi nilikuwa kiongozi na nafasi yangu iliidhinishwa na kamati kuu ya chama kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 6 ibara ndogo ya 2 na 3B. Mamlaka ya utenguzi wa nafasi yangu ni kamati kuu na sio mwenyekiti wa chama, hivyo nilitegemea utaratibu wa kikatiba na kanuni ungefuatwa. Nitaeleza mengi huko baadaye, amehitimisha Luge, mwisho wa kunukuu. Aprili 2, 2025, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alitengua uteuzi wa Julius Mwita aliyekuwa katibu wa Secretariat ya kamati kuu ya Chadema, akidaiwa kwenda kinyume na msimamo wa chama hicho wa no reform no election. Lakini mwenyewe amedai kuondolewa kwake ni chuki na visasi vya uchaguzi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.